Mtazamaji wa Top Town Media, karibu katika kipindi hiki cha kiburudani ambapo tunakutana na wanaburudani wote wa Tanzania na familia ya Top Town Media katika upande wa kiburudani. Siku ya leo tuko naye Professional B Aloni, mkongwe katika tasnia hii ya burudani ya muziki. Ili kujua kipi ambacho tunakwenda kuzungumza naye, ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu. Usisahau tu nyuma kamera niko naye Kevo Mnyama, lakini hakikisha umesubscribe, umelike, umeshare, lakini tuachie komenti yako hapo ili kujua kipi ambacho nawe unachangiza katika mjadala huu mfupi wa kiburudani zaidi. Bwana B Aloni, mambo vipi? Mambo ni safi. Kama kawaida. Kama kawa. Uhakika. Uhakika mwingi. Bwana, tupo katika wiki ya moto sana upande wa kiburudani mkoa wa Njombe. Pamekuwa na mambo mengi, hususan katika wiki hii mara baada ya sherehe za Mwenge kukamilika katika mkoa wetu wa Njombe. Pamekuwa na maneno mengi hususan ya kiburudani mara baada ya wasanii kupata nafasi ya kwenda kutoa burudani katika majukwaa tofauti tofauti ndani ya mkoa wa Njombe, ukiwemo wewe. Okay. Nyie kama wasanii mmekuwa na maoni tofauti tofauti, wengine wakitoa maoni yao kwamba baadhi ya majukwaa hayakulipa posho vizuri, lakini pia wengine wameenda mbali zaidi wakisifia baadhi ya majukwaa kwa kutoa posho stahiki ambazo zilikuwa zinastahili katika kupewa wasanii. Changamoto imekuwa nini upande wako wewe? Pamekuwa na malipo ya kiutofauti kwamba jukwaa hili amelipwa na jukwaa lile na jukwaa hili pia likatoa malipo tofauti na jukwaa ile, ungali kazi aliyoifanya ni ile ile. Tumekutafuta wewe kama mkongwe wa muziki tunaamini, lakini pia sio mkongwe tu wa muziki, ni mmoja kati ya walioshiriki kwenye majukwaa haya ya kiburudani, hususan kwenye haya matamasha ya Mwenge. Tunataka kujua hususan msanii anapokwenda kutoa burudani huwa anateuliwa na kamati ya burudani kwenye upande wa eneo husika, au msanii anaenda kuomba nafasi ya kutoa burudani? Hebu tuanzie hapo kwanza. Kwa hiyo hata kama wewe umepanda jukwaa hili hapa na umeonyesha show kubwa kama na ukaenda ukapanda jukwaa lingine, inategemea na uongozi ni ule ule au tofauti, okay, au makubaliano. Mlikubaliana vipi? Kama kweli ambao uliandaa hao vijana ukawapa jukwaa afu hujawalipa, kiukweli naomba mimi mwenyewe naweza nikaingilia kwenye kupiga kelele kwamba kama ulikubaliana naye kwamba mimi nitakulipa kiasi fulani, mlipe tu. Wa kwanza kabisa anakuwa ni afisa utamaduni wa sehemu husika, okay, ndio anatafuta wasanii wake, kwa sababu yule ni sisi ni kama mlezi wetu, okay, ambaye anajua kwamba mtu fulani ana kipaji ambacho anaweza akaja akatuonyesha hapa, kwa sababu sisi kama wasanii ukishaona umekamilika kama msanii unaweza kuimba, lazima ujisajili BASATA. Okay. Ukishajisajili BASATA, mtu wa kwanza kukutana naye ni afisa utamaduni. Atatambua kazi zako ambazo unazifanya. Okay. Basi inakuwa rahisi, hata kesho anasema kuna mtu fulani alikuja kujisajili hapa bwana. Alafu niliona na kibao chake kali sana, huyo kwenye Mwenge anatufaa. Kwa hiyo yeye anapendekeza kwenye kamati. Okay. Kwenye kamati sasa hiyo mipango ya burudani. Na mara baada ya wao kuwateua au kamati ile kupelekewa majina pendekezi na kuteuliwa rasmi na kuingizwa kwenye tunasema kwenye idadi ya wasanii wanaotoa burudani. Ndio. Makubaliano yanakueje ya kimalipo? Yaani mnakutanishwa wasanii wote kwa pamoja mnakubaliana, au mnaitwa mmoja mmoja, kila mmoja anasema mimi nataka nilipwe 500, huyu anilipwe 100 ngapi? Yaani makubaliano yanakueje katika upande wa malipo? Kila msanii, ndio maana nilisema mwanzo kabisa, nyumba familia yako na mimi kuna utofauti kiuwezo. Kwa hata msanii hivyo kuna mwingine msanii yuko chini, kuna msanii yuko juu, mwingine yuko kati. Makubaliano ya kwako na ambaye anafanya makubaliano ya kuhusu malipo, ninachokijua mimi zaidi sio baba huyu. Baba analipeleka kwenye kamati. Okay. Kamati kama mratibu yule wa tukio husika ndio anapiga simu, nao wana mtu wao ambao anapiga simu, bwana tunakuhitaji sehemu fulani bwana. Itakuwa shilingi ngapi hapa? Unaweza ukatuambia bajeti yako. Kisha sema nao watasema ya kwao. Okay. Kwamba si bajeti yetu bwana, hiyo leo sema kubwa mno bwana, tupunguzie, sisi tulikuwa tuna hiki. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba malipo
unaambiwa kabla ya jina lako kupitishwa rasmi na kuwekwa kwenye posters? Wakisha kuweka kwenye posters tayari wewe umeshakubaliana nao. Okay. Ndio. Na hakuna utaratibu wa kukutana nyie kama wasanii kukubaliana malipo ya aina moja? Hakuna hilo? Hiyo haipo kwa sababu hata wasanii tuko tofauti hivyo, kiwango tofauti. Bialoni huwezi kumfananisha na msanii mwingine tena pengine yuko chini au juu. Hiyo inakuwa tofauti. Na malipo huwa yanafanyikaje? Kabla ya show au baada ya show? Zaidi unaweza ukachukua advance au ukasubiri ukishaimba unashuka unaenda kuchukua hela yako. Mimi nimeenda kufanya show Makambako. Okay. Na nimefanya show ambayo kwenye Mwenge, lakini malipo alikuwa analipa mtu mwingine. Nao pia unabidi uangalie kwamba makubaliano ya kuperform sehemu nani amekuita. Anaweza kuita mtu mwingine tofauti. Okay. Akasema mimi pale nataka uimbe, nitalipa mimi. Yani kama vile mdau amejitokeza kwa ajili ya kusupport wewe ukatoe burudani. Ndio maana hata mimi pale nilivyoenda Makambako, mimi Makambako nimeenda kuimba, nilikuwa nimelipwa na afisa ardhi wa mkoa. Kwa upande wako wewe kama mkongwe wa kwenye tasnia ya muziki, malalamiko haya hususan katika msimu huu wa sherehe za Mwenge mkoa wetu wa Njombe, yamekupa taswira gani kwenye upande wa sanaa? Ni wasanii, sanaa ya Njombe ndio inaenda kikua, wasanii wanajitambua, au ndio inaenda inadidimia, watu hawaelewi nini wanakifanya kwenye sanaa, au inajenga picha gani kwenye dawati la kiburudani? Kwanza mimi nawapongeza wadogo zangu ambao wanafanya vitu kama hivi. Mwanzo vilikuwa havipo. Sisi tulikuwa kama samaki tu. Tulikuwa tuna mengi ya kusema, lakini tulikuwa kama samaki. Lakini kizazi cha sasa hivi, mimi naombeni, tunarudia tena, kizazi cha sasa hivi sio cha kukizulumu. Kizazi cha sasa hivi sio cha propaganda. Wanataka, wamenyoka vijana, wamenyoka. Kwa hiyo kama umekubaliana nao, bora uwalipe tu kile ambacho ulisema, uliwaahidi. Okay. Uwalipe ili mambo yaendelee mengine. Kwa sababu hapa tutafika mbali. Hata mimi la Makambako nimesikia na vijana wengi wamejiuliza maswali. Wameenda mpaka kwa B2K. B2K pia alifanya kazi na alilipwa. Alipwa vizuri, lakini B2K amekuja kama jana umeona kwenye mitandao zina trend clip zake, anaongea kwamba naombeni, na mimi ninasisitiza hapo alichosema B2K kuhusiana na madogo walipwe haki yao kama mlioahidi. Maafisa utamaduni mlioahidi kwamba sisi tuwalipa kiasi fulani, naomba walipeni, kwa sababu hichi kizazi sio kile ambacho walikuwa wananyongwa kama sisi tulikuwa tunalia tu. Tunaishia kulia tuongee chochote, lakini sasa hivi kizazi kimenyoka. Nakuta msanii amerekodi wimbo 200,000 audio kwa ajili ya kwenda ya tukio fulani. Alafu mwisho wa siku anaenda kuperform anapewa 100,000. Tunahitaji tupate watu wa kujivunia katika mkoa wa Njombe, labda katika mkoa husika. Lakini tunakosa kujivunia kwa sababu kila mwaka wanakuwa wanazidi kudidimia. Nimerekodi 200,000 nipate 500,000. Ila 300,000 itanifanya nivae, alafu itanifanya tena nipeleke wimbo kwenye media tofauti kwa ajili ya kutangaza, kwa sababu muziki ni kama biashara nyingine tu. Kwa upande wako wewe, kwa kuwa wewe ni mkongwe na unaelewa tunasema ngazi za ukuaji wa muziki mkoa wa Njombe, unatamani kama kwenye hizi event za kiserikali malipo ya chini unatamani yawe shilingi ngapi kwa msanii wa chini kabisa? Kwa sababu umesema kila msanii anakuwa na ngazi yake na malipo yake. Kwa yule msanii ambaye ndo kwanza anaanza kujiunga na show hizi za kiserikali, unatamani yule wa mwisho alipo kiasi gani kulingana na gharama za kurekodi zilivyopanda, mazingira, namna kutengeneza muziki? Kamati yao inaweza kuwa pengine kuna mapendekezo tu ambayo inaweza ikawa kama vile ilani au kama vile ombi. Hatushindikizi, ila tunatoa kama ombi, kwa sababu kulingana na gharama za utengenezaji wa muziki zilivyopanda. Unapotoa ombi na wao kule kwenye kamati wanakaa, watalifikiria pia, wataangalia na hususan hali ya kimaisha ilivyo, wakasema ni kweli inastahili angalau tukaanzia kiwango hiki. Na ndio maana hata kwenye budget za kiserikali inafikaga msimu wa, nafikiri ni kwenye Mei Mosi, wanasemaga angalau mshahara wa kima cha chini kwa Mtanzania iwe kiasi fulani. Kwa hiyo hichi hawashindikizi, ila wanatoaga angalizo ili mradi mtu apewe kitu ambacho kinakidhi au kinaendana na kile ambacho anakifanya. Kwa mkoa akishikilia jambo
anajua muhimu, yani anawajali, anawaendo wasanii, anajua wasanii wanataka nini. Akishikilia mkuu wa mkoa pia, akishikilia na mheshimiwa Kisa Kasongwa, ana mkuu wa wilaya Makete, naye pia akishikilia jambo, wasanii wao wananufaika, wanajivunia kwamba hapa kwetu tupo na kiongozi na kiongozi anatujali, kwa sababu hata kama mmerekodi 1.5 wimbo, hela yako lazima itarudi na utapata na nyingine na nyingine. Kwa mkoa anaohitaji kwa ajili ya 1, 2, 3. Watu wanacheka, wanafurahi, wanafurahi. Au mkuu wa wilaya Kisa Makete amesema ana jambo lake, watu wanahamasika kwa sababu wanajua kabisa hata kama nimerekodi wimbo, mkuu wa wilaya ataenda kuuliza umerekodi wimbo shingapi? Hela hii hapa. Wewe mwenyewe shingapi? Hii hapa. Ile inaongeza kitu brandi katika mziki wako na kuhakikisha mziki unasogea. Kwa maoni haya yanayotolewa na baadhi ya wasanii hususan kwenye mitandao ya kijamii mkoa wa Njombe, huoni kama kuna haja ya kutengeneza umoja wa wasanii mkoa wa Njombe, angalau vitu kama hivi vikawa vinaagizwa kwa viongozi maalum wanaowakilisha wasanii kwenda kwa viongozi wa serikali ili kupeleka maoni yenu ya kipato chenu kulingana na kazi yenu ya kiburudani? Umoja wa wasanii ulikuwepo, ila sema umesambaratika tu. Watu, kila mtu amechukua majukumu yake kutokana na haya ambayo yalikuwa yanaendelea katikati hapa. Na sasa hivi, mpaka sasa hivi tuna group letu. Tuna group letu ambalo tuna chat wenyewe tu wasanii. Tuna mipango pia ya kupita wilaya kwa wilaya, kuwashukuru viongozi wetu na changamoto ambazo tunakutana nazo, kwamba tufanye nini, watufanyie nini. Wasanii wa ndani wawe wana kitu, yani wao wana kitu bora, wawajaji watengeneze kitu kikubwa, afu zile pesa ambazo tunapewa zitengeneze maisha ya wasanii wa hapa Njombe, wasizaraulike katika mkoa wa Njombe. Unadhani swala hili la kuleta wasanii kutoka nje ya mkoa wa Njombe, hususan wanatoka Dar es Salaam wapi, kuja katika event hizi za kiserikali ambazo zinafanyika ndani ya mkoa wa Njombe, haina tija yoyote kwa wasanii wa ndani hapa? Yani haiwaongezei nyie kitu chochote, labda kuiga namna utoaji wa burudani nini na nini? Huoni kama ina faida kwenu nyie? Kuna faida ambayo itakuwa kama wasanii wa Njombe. Faida ambayo itakuwa kubwa sana kwetu sisi wasanii wa mkoa wa Njombe. Si tukishakaa tukajua nani ataperform, nani ataperform, alafu wenyewe waseme nani mnatamani sasa hivi akija Njombe wananchi watampokea kwa nguvu, na pia atawaongezea nyinyi kitu. Huyu mtu mkipiga naye picha, clip na nini, na akifika anakuwa yupo na sisi sehemu maalum. Naelewa vizuri? Pale tunajenga kitu, kwa sababu sisi kama wasanii tutapeana mawazo, atupatie yani mradi tu aseme tuseme mtu fulani tunataka saizi aje mkoa wa Njombe. Msanii mkubwa anataka aje mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tafsiri yake mpewe nafasi ya kumteua nyie msanii ambaye mnataka aletwe hapa. Sawa kabisa. Kwa ajili ya kuja kuongeza vitu kwa wasanii wazao wa hapa Njombe. Anakuja kutuongezea vitu na pia anatoa burudani kwa wananchi. Na sisi tunazalulika kupitia kile ambacho tunakifanya akithaminiki. Wangekuwa na kithamini basi wakiwekee budget ya kutosha. Ndio maana tunampongeza mkuu wa mkoa. Ameona hichi kitu, lakini hajui kama hapa chini kuna watu wanalipwa 50,000. Kuna watu, mimi niseme tu, anatupongeza sana wasanii, anaona tunaimba kwenye majukwaa, lakini hajui kama kuna wasanii wengine wa mkoa wa Njombe hapa wanaenda kuimba show. Wakishafanya show pale wanalipwa 50,000. Show ya kiserikali. Ya kiserikali analipwa 50,000. Hiyo inatukata. Mtazamaji wa Top Town Media, tulikuwa naye anaitwa Professional The Luck Number, msanii mkongwe wa burudani Be Alone kutoka Njombe, Tanzania. Nafikiri mengi umesikia. Tulikuwa tunajadili kuhusiana na hili fukuto la baadhi ya wasanii waliofanya show katika mikesha ya Mwenge mkoa wa Njombe kuto kulipwa maslahi yao stahiki kwa muda mwafaka. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini na kuomba komenti yako hapo chini, utuambie vipi, umeonaje fukuto hili la kiburudani kwa wasanii wetu wa mkoa wa Njombe. Usisite tu kutuandikia ujumbe wako au maoni yako, lakini pia hakikisha umelike, umesubscribe katika channel yetu pendwa ya Top Town Media. Nyuma kama tulikuwa na Kevo Mnyama, mpaka mara nyingine tena nakwambia bye bye.